Kabila la Wamasai ni mojawapo ya makabila ya asili yanayojulikana zaidi Afrika Mashariki, likijivunia historia ndefu ya utamaduni wa mila na maisha ya kifugaji, wakiishi kaskazini mwa Tanzania kwa wingi na kusini mwa Kenya. Wamasai wameendelea kudumisha utamaduni wao licha ya mabadiliko ya kijamii na kisasa. Wanatambulika kwa mavazi yao ya kipekee kama vile mashuka mekundu, mapambo ya shanga na mitindo ya kipekee ya nywele. Pia hujivunia ngoma, nyimbo, majigambo na simulizi zinazorithishwa kutoka kizazi hadi kizazi, zikionyesha maadili na nafasi ya mtu katika jamii. Katika kuenzi na kuendeleza urithi huo, tamasha kubwa la Wamasai linatarajiwa kufanyika mwezi Juni 2025 katika eneo la Kia, wilaya ya Hai, mkoani Kilimanjaro. Tamasha hilo litahusisha Wamasai kutoka wilaya 17 nchini Tanzania pamoja na makabila mengine. Tamasha hilo linalenga kusherehekea urithi wa Wamasai kwa kuonyesha utamaduni wao, ikiwemo ngoma na nyimbo za asili, maonyesho ya mavazi na mapambo, vyakula vya jadi, midahalo kuhusu mila, elimu ya jadi na mchango wa jamii ya kifugaji katika maendeleo ya taifa. Kwa ambayo tutayafanya kwanza ni mafadhi, tunafaa fadhi letu la Kimasai. Lakini vile vile chakula ambayo tutakula pale ni chakula ya asili. Sisi wa Masai, chakula chetu cha asili ni nyama na supu na dawa na vile vile maziwa. Hatutakula chakula nyingine yeyote. Lakini vile vile tutaimba nyimbo zetu za asili. Tumeshaandaa watu kutoka Kiteto, Simanjiro, maeneo kule ya Handeni, Morogoro. Kila eneo litakuja kwa nyimbo yetu ya asili kwa ajili ya kuwakumbusha watoto wetu na jamii yetu tusije kuingia katika momonyoko wa maadili. Tunawaalika na majirani. Kwa mfano tutawaalika Wachaga, tutakuwa na Watatoga, tutakuwa na Wamang'ati, yale makabila yote ambayo tunafikiri tunaendana nayo na walio jirani na sisi. Kwa kuwa lengo letu ni kudumisha mila na desturi zetu. Na huwa tunakuja kubadilishana pia uzoefu, ili wajifunze kwetu na sisi tujifunze kwao. Na ndio maana tumewaalika Wamasai popote walipo. Kwetu sisi katika sensa ndogo tuliofanya, tuko katika wilaya karibu 17 Tanzania, ndani ya mikoa 10, na wote tumewaalika na watashiriki. Waandaji wa tamasha hilo wanasema sherehe hiyo itahudhuriwa na wageni kutoka ndani na nje ya nchi, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa tamasha hilo. Wadau wa utamaduni na marafiki wa tamasha la Orkwa la Maasai Festival Week 2025, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, tunapenda kuwajulisha kwamba tamasha letu ambalo awali ilipangwa kufanyika tarehe 21 mwezi wa 5 2025 halitafanyika tena. Sababu kuu ya mabadiliko haya ni mwingiliano wa majukumu muhimu ya maandalizi ya hatua za ziada zinazochukuliwa kuhakikisha tamasha letu linafanyika kwa ubora wa juu. Serikali kupitia Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo inaendelea kuratibu kwa undani mpango huu muhimu, ikiwemo kuhakikisha upatikanaji wa mgeni rasmi ambaye Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hangaya, kama alivyokubali ombi letu tuliloomba Ikulu ndogo Arusha tarehe 1 Disemba 2024. Tuna matumaini makubwa kwamba tarehe mpya itatangazwa mapema iwezekanavyo na tamasha letu halitazidi mwezi wa 6 2025. Tunaendelea kushirikiana kwa karibu na wadau wote na hasa serikali kuhakikisha kila jambo linawekwa sawa kwa heshima ya utamaduni wetu wa asili na furaha ya maelfu ya washiriki waliotarajia. Tukipata mgeni rasmi ambaye ni Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hangaya, sio tu kwamba tutaimarisha heshima ya tukio hili, bali pia tutafungua milango mpya ya kutambuliwa kwa tamaduni zetu, uwekezaji katika sanaa na utalii wa kiutamaduni. Hii si jambo dogo, ni hatua kubwa kwa ajili yetu ya Wamaasai
na kwa taifa kwa ujumla kuanzia sasa, kwani tumeshakamilisha mahitaji zote muhimu ya uendeshaji wa tamasha letu. Tumepata ng'ombe 170 ambao tulikuwa tumegawana kulingana na maeneo zote ambao kuna viongozi kama chakula cha asili. Tumeshakamilisha na hatimaye na mahitaji mengine muhimu kwa 95%. Wito wangu ni kuwaomba au kuwaasa jamii ya kifugaji ya Wamasai na wengine jamii zingine za kifugaji kwamba ni wakati sasa wanawake nao kushiriki katika mambo mbalimbali yanayofanyika katika jamii, kwa sababu husaidia kukuza maendeleo ya jamii. Wanawake ni kichocheo namba 1 katika maendeleo yoyote katika ngazi zozote. Waandaaji wanasema tamasha hilo ni fursa muhimu ya kukuza utalii wa kitamaduni, kuimarisha mshikamano wa Masai nchini na jamii zingine, kuhamasisha vizazi vipya kuhusu umuhimu wa kuhifadhi na kuenzi tamaduni za Kiafrika. Mimi ni Profiti Manga.